Ndugu zangu, nami niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kukutana hapa leo Dodoma katika Mahakama Kuu hii, makao makuu ya Mahakama ya Tanzania, katika tukio hili muhimu. Aidha, ninakushukuru sana Mheshimiwa Jaji Mkuu na uongozi mzima wa Chama cha Majaji, Mahakimu na Majaji Tanzania kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa mkutano huu. Nimeambiwa mkutano huu ni wa siku mbili, nilikuwa nachungulia ratiba, nimeona yatakayotokea leo, ya kesho sijayaona, lakini najua yote ni mema, ni kujichuja, ni kutafakari, ni kujitathmini na kupanga mipango ya mbele katika kazi zenu. Kama ulivyosema Mheshimiwa Jaji Mkuu, mkutano huu kwa mara ya kwanza naliwasikia kikundi cha ngoma wakisema kwamba kwa mara ya kwanza ulifunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1984, na kwa maana hiyo Rais, mimi nitakuwa wa pili kufungua mkutano huu. Ni heshima kubwa kwangu. Nawashukuru sana kwa heshima hii kubwa mlionipa. Nitumie fursa hii pia kuwapongeza majaji na mahakimu kwa kazi mnayofanya kwa wananchi wa taifa letu. Hongereni sana. Kazi ya kusimamia haki zao. Ninatambua kuwa majukumu yenu ni mazito na yanahitaji weledi, uadilifu, umakini, busara, uvumilivu na ujasiri pia wa kusimamia haki bila woga wala upendeleo. Na hapa napenda ninukuu maneno ya Baba wa Taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere aliyoyasema wakati akifungua mkutano ule wa mwaka 84, na nukuu: kazi ya uhakimu ni ngumu na inahitaji uadilifu mkubwa, na kwamba si kila mtu anaweza kuifanya kwa ufanisi bila kuwa makini, bila upendeleo na bila rushwa, kwa sababu haki lazima itendeke bila uchoyo na upendeleo. Hayo ndiyo maneno ya Mwalimu wakati ule ambayo mpaka leo bado yana uzito wake. Ni maneno mazito ambayo yanaishi mpaka leo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, utakubaliana nami kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki. Uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu ya utawala bora na ni msingi wa upatikanaji wa haki. Serikali itaendelea kuulinda na kuheshimu uhuru huu wa mahakama, ila nitoe rai kwenu Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na waheshimiwa mahakimu kuwa uhuru huu hauna budi kwenda sambamba na uwajibikaji, uadilifu, nidhamu, utii wa sheria na uzalendo kwa taifa lenu. Lazima hayo yaendane na uhuru wa mahakama. Watanzania wana matumaini makubwa sana na ninyi, na wangependa kuona mahakama inayosimamia haki kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, sheria, lakini vile vile utu. Huko mahabusu huko kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa engineering gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa? Akitoka na sasa, mimi sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu, lakini nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake, kenda ukamfanya afungiwe kule, jipime una jukumu gani katika hilo. Lakini vile vile natiwa moyo na studies zinazofanywa kila baada ya muda kwamba imani ya Watanzania kwa mahakama zao imeongezeka sana. Kwa hiyo hili nalo linatutia moyo kwamba mahakama zetu zinafanya kazi inayoridhisha. Kwa kutambua hilo, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha mahakama, ikiwemo kuboresha miundombinu. Jengo hili tulilopo naambiwa ni la 6 kwa dunia na ni la 2 Afrika. Ni kazi ya serikali.
na ni yale mazingira mazuri ya utendaji kazi ambayo Jaji Mkuu ameyazungumza hapa. Lakini kuongeza rasilimali watu, serikali ya awamu ya sita tumejitahidi sana kuongeza idadi ya majaji na mahakimu katika ngazi zote. Tumejitahidi sana, tumejitahidi kuboresha maslahi ya watumishi, tumejitahidi sana. Na nataka niwaibie siri hapa, napata barua za kuboresha maombi na maslahi, naambiwa kama walivyo majaji na sisi tunataka tuwe hivi. Kwa hiyo wakati wewe unalia pete yako uliovaa sio nzuri, mwenzio analia hana hata kidole cha kuvalia hiyo pete, hata pete mbaya hana. Jipime wewe na mtu ambaye afya yako ikitetereka anakwenda kukutengeneza kule, anakurudishia afya yako na hali yako uwe jaji bora, lakini bado mazingira yake ya kazi ni magumu na stahili zake ni ndogo sana. Tujipime hapo. Sasa aliyosema Jaji Mkuu hapa, it is as if tunaishi kwenye fantasy. Tanzania hii ina uwezo wa kila kitu, lakini watendaji kule wanafanya wanayoyafanya. Hapana, twendeni polepole. Maendeleo ni hatua. Tumeanza hatua za awali na nyie mmeona. Tumechukua hatua kubwa sana za kuirekebisha au kuijengea heshima mahakama yetu, iwe mahakama inayoheshimika duniani. Sasa safari ni hatua, tutakwenda polepole. Nikisema hivyo sisemi kwamba hatutaangalia maslahi yenu, lakini twendeni polepole na nitafafanua kule mbele. Lakini pamoja na hayo, tumeimarisha sana matumizo ya mifumo ndani ya mhimili wa mahakama. Teknolojia ya habari na mawasiliano inatumika vizuri sana kwenye utendaji wa haki. Na siku nimekuja kufungua jengo hili, nilitembezwa humo ndani, nikaingizwa kwenye chumba ambacho kuna dashboard inayoonyesha kesi zote zinazoendeshwa Tanzania katika kila ngazi, jaji gani, wakati gani, hukumu iliyotoka, kesi inavyoendeshwa. Iko hapa, hakuna Afrika, hakuna, tunayo sisi Tanzania. Na nadhani naambiwa nchi ambayo wanayo ni Indonesia. Jaji Mkuu, nadhani ni Indonesia, lakini wapi? Kazakhstan, ambao na wenyewe walikuja kutuangalia sisi hapa tunafanya vipi. Kwa hiyo we have moved tena vizuri sana. Kwa hiyo hili linatutia moyo, ni mazingira stahiki ya kazi ambayo serikali imejitoa kuyafanyia kazi. Lakini tunapochukua hatua hizi, tunalenga kuwa na mhimili wa haki wa kisasa wenye huduma bora na zinazopatikana kirahisi, kwa wakati na kwa ufanisi. Kwa hiyo mimi niendelee tena kuwapongeza kwamba mmetoka kule kwenye ule msemo wa justice delayed is justice denied. Hatuko huko, na Mheshimiwa Jaji Mkuu ameisema vizuri hapa. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, kama mnavyotambua kuwa dira yetu ya maendeleo ya taifa ya Tanzania ya mwaka 2025 hadi 2050 imejengwa juu ya misingi ya utawala bora, amani, usalama na utulivu. Na kama inavyosema kauli mbiu yenu ya mkutano huu kwamba jukumu la mahakama katika utoaji wa haki. Sasa huko tunakokwenda, tunapoanza utekelezaji wa dira yetu hii, mahakama au mhimili wa mahakama una nafasi muhimu katika kujenga taifa lenye haki, amani, usalama na utulivu. Dira hii ya 2050 inatambua kwamba utawala bora na utawala wa sheria ni msingi wa maendeleo endelevu, na jambo hili haliwezekani pasi na mahakama imara na inayoaminika na wananchi wake. Nasi serikali tunaelekea kujenga mahakama hiyo. Tumechukua hatua kadhaa, tutaendelea kuchukua hatua kuijenga mahakama yetu iwe mahakama imara inayotoa haki kwa wananchi wake. Lakini nataka niwaambie, juzi hapa serikali tulipitisha mpango wa muda mrefu wa
wa utekelezaji wa dira hii, na katika mpango ule 22% ya mambo yaliyoko katika mpango ule yatafanywa na serikali yenyewe. 70% ya mambo yaliyopangwa kwenye mpango ule yatafanywa kati ya private sector, sekta binafsi na serikali, na 8% tu ndio yatafanywa na mashirika yetu ya umma. Sasa katika hali kama hii, mahakama ina kazi kubwa ya kufanya. Tunaitarajia mahakama isimame imara kusimamia haya, kwa sababu tunaposema 70% itatekelezwa kwa joint venture au kwa ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi, tunatarajia kualika sekta binafsi ya dunia yote kuja Tanzania. Katika hilo, tunapoendelea huko mbele, tutapata migogoro mingi ya mikataba ya kazi, migogoro mingi ya kodi, tutapata migogoro mingi ya utekelezaji wa mikataba ya uwekezaji wenyewe. Sasa haya yote tutategemea mahakama yetu ya Tanzania isimame katika yale matawi yake, matawi sijui ya biashara, matawi ya nini, matawi ya kodi, lakini isimame katika kutetea haki ya Watanzania na haki ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo mahakama tunawategemea, nanyi ni mhimili muhimu sana katika utekelezaji wa dira yetu ya taifa ya miaka 25 inayokuja. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, nigusie kidogo yale mambo ambayo Jaji Mkuu alikuwa anayasema kama maombi, lakini nataka niseme mapema kwamba tunayachukua na tunakwenda kuyafanyia kazi. Lakini nataka niseme kwamba kwenye suala la budget inategemea hali ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Tunagawana according to kilichopo ndani ya mikono yetu, lakini jinsi tunavyofanya kazi, jinsi tunavyotatua haki ikapatikana mapema kwa wananchi, kwa wafanya biashara, kwa wawekezaji na wengine, ndivyo uchumi wa Tanzania unavyokuwa. Kwa hiyo jinsi uchumi wa Tanzania unavyokuwa, ndivyo tutakavyoangalia mgawanyo wa rasilimali katika mihimili yetu mitatu: bunge, mahakama na ule mhimili wa serikali au wa utendaji wa executive. Lakini nataka niwahakikishie kwamba jinsi tunavyokuwa ndio bajeti itakavyokuwa. Na niseme kwamba kwa miaka 5 iliyopita uchumi wetu umekuwa ukikua hatua kwa hatua, si kwa kiasi kikubwa, lakini we had never missed a step. Hata kama ni 0.5, lakini tumekuwa progressively, tunakuwa, hatujawahi kurudi nyuma. Kwa jinsi tunavyokuwa ndivyo bajeti za maeneo mbalimbali zinavyokuwa, na Jaji Mkuu ni shahidi. Ukiangalia bajeti ya miaka 4 iliyopita iko mbali sana na bajeti ya mwaka huu wa fedha tunaokwenda nao. Kwa jinsi tunavyokuwa ndivyo bajeti itakavyokuwa. Lakini hili la mazingira ya kazi, nimesema kwamba tumefanya kazi kubwa sana. Leo ukienda law school ya leo ifananishe na law school ya miaka 3-4 iliyopita, ziko tofauti. Ni katika kuchukua hatua kuboresha muhimili huu, mbali na yale ambayo nimeyasema kabla. Lakini kwenye hili la mishahara, ndugu zangu, huku serikalini tunapimwa kwenye mishahara, na bahati mbaya maskini huwa hana nguvu yake mwenyewe peke yake, kwa sababu hata tunapopanga bajeti zetu tunakaguliwa na mashirika makubwa ya kimataifa ambayo nayo wanatupa fedha, si kutugaia kwa kutukopesha, lakini tunakaguliwa. Na wage bill yetu percentage, mpaka uchumi wetu wa sasa hivi ulivyo, tunatakiwa kuwa na 35% wage bill. Tulivyo leo tuko 37.5%. Tunaendelea kububurushana nao, tunatafuta sababu mbalimbali za kuambia kwa nini wage bill iko hivyo. Wanatukagua mpaka vyombo vya ulinzi, mmeajiri lini, wapi, lini, mmeongeza wapi, lakini hali iko hivyo. Kwa si kwamba hatutaki kuwafanya watu wote wawe na mishahara itakayowawezesha waishi vizuri, lakini tuna limitations. Lakini nataka niseme kwamba tumejitahidi sana
kwa kichache tunachokipata tunaongeza mishahara. Kwa mihimili yote mitatu tunakwenda tunaongeza mishahara. Kwa jinsi uchumi utakavyokuwa, ndugu zangu, ndivyo tutakavyoongeza stahiki na mishahara yetu. Mimi pia nataka majaji mkinipita pale, mnipite katika magari ambayo niseme jaji namba 4 kanipita. Lakini uhuru na ni uwezo ukiruhusu tutafika huko. Lakini kama uwezo haujaruhusu, twendeni polepole kwa hali ambayo nchi yetu inayo. Tusisahau sisi bado ni nchi inayoendelea. Pamoja na kusema tumeingia uhuru wanasema uchumi wa kati, lakini bado tuko ngazi ya chini. Ni kama tumechupa tu step moja tumeingia pale, lakini bado mambo ni mengi ya kufanya humu ndani kwenye sekta mbali, bado mambo ni mengi. Kwa hiyo jinsi tunavyokuwa basi tutaongeza stahiki na mishahara ya majaji. Lakini nizungumzie hili la migogoro ya ardhi, kama alivyosema Jaji Mkuu kwamba migogoro hii is high time sasa ihamie mahakamani, na mahakama itakayosikiliza migogoro hii ni mahakama zetu za mwanzo. Na kwa hiyo tuna kazi ya kutenga bajeti ya kutosha, nadhani kuanzia bajeti ijayo, ili tuzijenge mahakama za mwanzo kama tulivyojenga vituo vya afya, sababu afya nayo na mahakama mnafanana. Kuna wale wanaotibiwa huko kwenye wanasema zahanati, halafu wanakwenda kwenye kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali ya rufaa ya mkoa, halafu ndio wanakwenda rufaa kubwa. Kwa na mahakama nanyi ni hivyo hivyo. Kwa kama tulivyojenga vituo vya afya zahanati, na huku tutatenga budget tuende kwa mtindo huo. Kwa tukiweza kufanya hayo, kesi za ardhi zitakuwa zinasikilizwa kule. Mambo mengine yaliyozungumzwa hapa ambayo ni changamoto na mapendekezo. Niseme changamoto zote tunazichukua, lakini kama nilivyosema, jinsi uchumi utakavyoruhusu ndivyo tutakavyozitekeleza. Na kwa yale mapendekezo ya mabadiliko ya sheria na mapendekezo mengine ambayo hataki rasilimali fedha, basi niko na watu wote hapa, mwanasheria mkuu wa serikali yupo, mawaziri wapo, tutakwenda kuyakalia na kuyafanyia marekebisho ili majaji waweze kufanya kazi zao vizuri sana. Sasa kabla sijahitimisha, naomba nitoe msisitizo kwamba kwa upande wetu serikali tatimiza wajibu wetu wa kuendelea kuimarisha huduma za mahakama, lakini niwatake nanyi timize wajibu wenu, ndugu zangu majaji na mahakimu, ambao ni kusimamia haki kwa kuzingatia katiba, sheria na maadili bila hofu, huba wala upendeleo. Na hiki ndicho kiapo chenu. Napowapisha pale mnasema nitazingatia katiba, nitasimamia kazi yangu bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Haya ndio mnayoyasema, nami ningependa sana msimamie kiapo chenu. Lakini vile vile naomba nimnukuu kwa mara nyingine hayati baba wa taifa kwenye mkutano ule wa 84 alisema kwamba zipo kazi zinazoweza kufanywa na watu tunaowatilia mashaka. Kwa mfano uhasibu, naweza ukalitilia mashaka jitu hili jizi hili, lakini lihodari la kufanya uhasibu kaambia endelea, kwa sababu unajua nyuma yake kuna auditor atakuja kumuaudit na wizi utaonekana. Lakini sio kazi yenu nyie. Kazi ya mahakimu na majaji, mnaoditiana wenyewe kwa wenyewe kupitia lile dashboard kule. Kesi gani imehukumiwa, na labda mtu akate rufaa, muanze kukaa tena ndio muiangalie. Kwa hiyo si kazi zote zinafanywa na watu wanaotiliwa mashaka, ila uhakimu na ujaji sio mojawapo ya kazi hiyo zinazofanywa na watu wanaotiliwa mashaka. Hata kama ushahidi hautoshi, akitiliwa mashaka jaji, hata kama ushahidi hautoshi, mwalimu anasema ni lazima aanze kuchunguzwa mara moja, hata kama ushahidi hautoshi. Lakini jaji mkuu akipata taarifa jaji so and so ana tabia hizi na hizi na hizi, jaji mkuu lazima aweke majaji wengine, hebu mfuatilieni huyu anaendaje. Kwa hiyo si kazi zote
Kazi nyingine zinaweza kufanywa na watu wanaotiliwa mashaka, lakini sio ya kwenu. Ya kwenu inataka mwe waledi, waadilifu, wazalendo kwa taifa lenu na mnaotii sheria na katiba yenu. Kwa hiyo ndio sifa yenu kubwa, waheshimiwa majaji, nami niwaombe mbakie kwenye sifa hizo. Maeneo haya au maneno haya ya Mwalimu bado yana uzito ule ule, na pengine uzito wake ni mkubwa zaidi katika wakati huu ambapo teknolojia imebadilika, watu tumebadilika. 84 majaji hawakuwa wengi, wakuwa wachache sana, na ndio maana walikuwa wanaishi kwenye maeneo ambayo jaji mkuu amesema low density area na mambo yote ambayo ameyataja. Majaji walikuwa wachache sana. Leo mahakimu na majaji mliopo hapa si chini ya 1200 nikiangalia kwa macho, mbali wale ambao mmewaacha waendeshe kazi kule ni wangapi? Kwa ni kazi kubwa ya kufanya, ila tunawategemea sana katika uendeshaji wa taifa letu, tunawategemea sana. Nihitimishe sasa, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na mahakimu, kwa kuungana nawe Mheshimiwa Jaji Mkuu kwenye ile sehemu ya mwisho ya hotuba yako ya kuwataka majaji na kuwakumbusha tena kuwa ni jukumu letu sote kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi yetu. Ni muhimu kwa watoa haki nchini kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya kutoa haki. Ni muhimu kwa watenda haki au watoaji wa haki kusimama kwenye mstari wa haki mnapofanya maamuzi ya utoaji wa haki. Hili ni muhimu sana. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa mkutano huu wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania kwa mwaka 2026 sasa umefunguliwa rasmi.